Ngawangkisuiki bujata mtoro bolingwikira ikiuma wa Kristo wandumi kukoma parwi kumwanya pyobene ni kuti ngawangkisuiki Yesu gwentwa jogwenkamu wangu lingalinga kwisa kundeka ni mwana wandumi kukoma parwi kumwanya pyobene ni kuti ngawangkisuiki. Mimi maisha yangu toka niko mtoto mdogo nilikuwa napenda sana kuimba Sunday school, na baada ya hapo ikatokea naweza kutunga wimbo usiku, asubuhi nikaimba. Kwa hiyo ikaendelea ile hali mpaka ikafikia kuanza kumtumikia Mungu kwa njia ya kuimba pia. Wa kwanza ni kanisa la leo na dhambi ni mbaya, ndio nyimbo za kwanza. Na hizo nyimbo zilikuwa zinatungwa kimafunuo, napata ufunuo kutoka kwa Mungu alafu natunga. Nyimbo nyingi mimi zote karibu nilizozitunga huwa napata mafunuo kwenye maandiko alafu natunga. Zingine ukiziangalia mpaka leo ni unabii tosha kwa hali ya dunia ya sasa, lakini zilikuwa yani ni ndio unabii, kwa sababu sasa hivi ndio mambo yanayoendelea katika dunia. Kipi hasa kinachoendelea sasa ambacho ulikiimba kipindi hicho na sasa nadhani kinatokea? Mabadiliko ya hali ya hewa duniani, maisha ya wanadamu yamebadilika, sio yale ya kwanza. Haya mabadiliko yanayosema ya hali ya hewa, alafu manabii wa uongo niliimba sana watatokea, alafu mabadiliko mengi tu ndio yapo mpaka leo yanaonekana. Sawa. Unazungumzaje muziki wa injili wa zamani na wa sasa hivi? Muziki wa injili wa zamani, muziki wa injili wa zamani na wa leo tofauti yake. Wa leo mtu anaweza kuimba neno moja, lakini muziki ukawa mwingi kuliko maneno. Halafu nyimbo utakuta kolasi zake sana hazipo, na mtu hawezi kuimba kama sisi tunavyoimba mpaka leo. Naweza kuimba hata bila kupiga kwenye chombo chochote, lakini waimbaji wa sasa mpaka apige kwenye vyombo ndio aimbe, hajakalili hata mambo yake yale mpaka asikie kule. Lakini sasa ndio maana huwa nawaambia waimbaji wengi sana kwamba unapoimba hakikisha zile nyimbo zinakuja kwanza kwako, halafu ndio zinaenda kwa watu. Sasa wengi leo wanashambulia watu, lakini wao haziwasaidii. Kibiblia kuna madhara makubwa, kwa sababu nyimbo ni neno. Sasa usipolipokea wewe litakudhuru. Kwa hiyo uimbaji wa sasa wengi, kama huna nguvu ya Mungu, unaweza ukaambulia vyombo badala ya maneno, kaambulia muziki. Kwa sababu tuambia zamani mlikuwa mna utunzi wa fasihi sana kuliko muziki. Utunzi wa zamani, wa sasa ni mzuri kufuatana na hali iliyopo, lakini wengi hawaimbi kama vile huduma. Wanaimba kama vile kuigiza. Wengine mpaka wanachukua nyimbo za kimataifa wanabadilisha naimba kanisani. Kwa hiyo sio kama vile tulivyokuwa tunaimba sisi. Hali ya uchumi wa muziki wa zamani na saizi, yopi unalinganishaje ya kujenga? Sasa hivi wana hela sana, na hizo ndio zinawachanganya wengine, kwa sababu ukiwa na hela bila nguvu ya Mungu ni rahisi kupotoka.
Jambo gani hasa unalipenda katika muziki wa injili wa kipindi hiki? Mimi napenda tu wale wanaomtumikia Mungu kwa moyo, sio kwa kuigiza. Ndio napenda sana. Na waalika hata kualika kwenye mikutano yangu, kwa sababu mimi nafanya mikutano kwa mwaka. Mikutano zaidi ya 20 na kitu kila mwaka, kuanzia Januari mpaka Disemba. Hivi na mikutano baada ya wiki ijayo naendelea. Wasanii gani wa injili hawa ambao mmekuwa kivutiwa nao na huduma yao ya uimbaji? Kijana wangu aliye wengi sana, kwa sababu mimi kwa Mbeya hii, yani kwa Tanzania, mimi ndio nilianza waimbaji binafsi. Wa pili ni kijana wangu anaitwa Faustini Munishi au Marembo, ndio wa pili kwa Tanzania. Na huyu alikuwa ni jambazi, aliokoka. Alipookoka alipenda mimi nilivyokuwa nazunguka kwenda kuhubiri Arusha na Moshi miaka ya nyuma, akaamua kufuatana na mimi. Yule ndiye wa pili kwa Tanzania. Sasa katika kuhudumu kwa njia hiyo, Mungu ametupa neema sana ya kujulikana ndani na nje ya nchi. Mimi nikienda nchi za kusini huku Kongo, wapi, kote wana nyimbo za kwangu. Nikiimba tu mmoja utasikia tulizikuta zamani nyimbo zako. Kwa sababu nyimbo za mtu anayeimba katika Mungu zinagusa moyo. Mpaka leo mimi nikiimba pamoja na mama, huwezi kuamini, tunalia machozi bado. Maana yake zinasema. Lakini nyimbo za sasa wengi unakuta yeye hazimsaidii kitu chochote. Lakini kuna vijana au watoto wanaoimba na kuswa nao. Wa kwanza alikuwa kijana wangu, alishafariki. Ni watoto tuseme, alishafariki Mwansasu. Hawa wengine akina nani, Boni Mwaitege, mimi nimeimba wakati ni watoto wa Sunday School. Akina Bukuku hapa Mwanjero walikuwa wa Sunday School wakati tunaimba. Kwa hiyo namshukuru Mungu kwamba wengine wameanza kutumikia Mungu. Mungu ataendelea kuwafanikisha. Na ni jambo gani unaona kama kuna kasoro kwenye uimbaji wa muziki wa sasa? Kasoro kubwa ambayo inaleta shida, wengine wamepotea, hawaongozwi na Mungu. Halafu wengi hawaagi wachungaji wao. Kwa hiyo yatakayomkuta huko, hata kwa kusema akirudi, anarudi anakufa kimya kimya. Lakini wengi nimekutana nao nchi mbalimbali, ukimuuliza mchungaji wako umemwaga, sema hapana, walinialika watuma hela. Sasa mwimbaji ambaye usalama wake wa roho upo ni yule anayeaga anapokwenda mahali. Unakuta kwamba wanamuombea kule anakoenda, kweli atarudi salama. Lakini wengi huwa kwa sababu ya pesa, akiambiwa tu ni milioni kiasi fulani, anaamua kuchomoka. Na amezoea hivyo, sio wa kanisa moja. Halafu hawaangalii na kwenda kwa nani, ni mtu mzuri au namna gani. Maka ningemwambia mchungaji wake, ni rahisi mchungaji kumshauri. Kuna wengine anakwenda na safiri na mhubiri tu wawili nchi ya mbali. Sasa kinachotokea kule ni secret ya kwao. Umesema Mbeya wewe ndo muasisi wa kuimba injili binafsi wa nyimbo za Tanzania, sio Tanzania. Maana sisi studio zilikuwa 2 kwa Tanzania. Radio TBC na Radio Habari Maalum ndio ilikuwa inaingia. Ndio maana unakuta waimbaji wengi, yani nyimbo za kwaya nyingi zimetokea mikoa ya kaskazini, shauri ya kwenda Nairobi. Sisi nchi yetu kuna mkakati uliwekwa wa kutoruhusu studio mwanzoni. Na TBC mpaka ujulikane ndio ulikuwa unakwenda kunali. Radio Habari Maalum imekuja miaka tulioanza sisi ya 80 kama sikosei. 80 ndio tumeanza kurekodi, ndio waliingia hapo. Lakini ilikuwa ngumu sana, ndio maana tukatokea sisi wengine. Na wimbo wako wa kwanza ulirekodia studio gani? Ni Radio Habari Maalum. Hali kwaje yani mpaka kufikia hatua ya kurekodi? Ikaje kawaje yani jitihada
ukafanikiwa kufikia tu wakati ulikuwa na changamoto? Mungu alinisaidia kwa sababu nilikuwa na nia. Katika ushauri nilioupata, kuna watu walinitia moyo, nikaenda kurekodi, na watu wale wa Radio Habari Maalum walikuwa wanatumika vizuri sana, walinisaidia sana. Sasa hivi wengine ni watumishi waliokuwa studio hizo. Kama ulivyosema kwamba kwa Tanzania wewe ndo mwimbaji binafsi wa kwanza, na Mbeya inaonekana ni mmoja ya mikoa ambayo imekuwa ikitoa wasanii wakubwa sana wa Injili, lakini pia Mbeya hii ndo inaonekana ndo mkoa pekee kwa Tanzania ni mkoa wa kwanza kuwa na makanisa mengi, lakini pia kwa Mbeya na jiji la Mbeya ni jiji la pili kwa Afrika kuwa na makanisa mengi. Kama mtumishi na mwimbaji, kwamba yani unadhani kitu gani hasa kimepelekea Mbeya ikawa hivi? Yani Mbeya, kwa tuseme kwa makanisa yale ya Pentecost yalianzia Mbeya. Sasa uamsho ulipotokea wa kwanza ulianzia ni Mbeya kwa Tanzania. Sasa shetani mara nyingi akiona kwamba kule mahali kuna moto wa Mungu alafu kukabadilika, huwa ndio anainua tena bendera yake kwa njia kama hiyo. Ndio maana utumishi wa sasa hivi sio kwamba wengi wameitwa, wengi wanapenda tu kwenda makanisa kwa sababu wanajua kusoma neno la Mungu, lakini Biblia yenyewe inasema kwamba mavuno ni mengi, watenda kazi ni wachache. Kwa hiyo sio wote wanaojiita wachungaji kwamba kweli wameitwa. Wengine ni kwa sababu ya kupenda, atapata sadaka lakini hana wito. Ila Mungu anajua huyu amemwita, kwa sababu kazi ya Mungu ni ngumu sana. Kwa hiyo makanisa haya yamekuja Mbeya, kwa swali lako, ni kwa sababu huku ndio moto ulianzia huku wa imani ya kweli. Na kwa upande wa waimbaji, kuna vijana wangapi hasa umewakuza mpaka sasa wamekuwa waimbaji wakubwa huko, kiachana kina Bahati Bukuku, kina Mansaso, kwa sasa kuna vijana achana kina Mwaitege? Mimi kwa sababu nilikuwa nahubiri nchi nzima mikutano yangu, kwa hiyo wengi wakiniona walikuwa wanapenda, wameiga wengi sana na wako mbali sana. Sasa wameiga wengi, ni mikoa mbalimbali, sio kwamba ni Mbeya tu. Wako vijana wengine wako Arusha, huko Moshi. Kwa mfano huyu anajiita Ngurumo ya Upako, mimi nilikuwa nahubiri Arusha, yeye alikuwa anapiga naye Garaton kwenye mikutano yangu. Kwa hiyo wengi waliigiza, lakini sio kwamba ni sehemu moja tu ya Mbeya. Mbeya sawa, ni kipawa hicho kiko, lakini ni mikoa mbalimbali mote nilimozalisha watu kwa mambo ya imani. Sawa. Tubakia hapo kwenye pande wa wasanii. Umesema umekuwa kufuatilia huu muziki wa kisasa wa msanii, yani umezungumza au wengine, lakini kwa wasanii wa kipindi hiki, msanii gani hasa anakuvutia na utunzi wa nyimbo zake na umekuwa ukimsikiliza? Mimi kwa sababu ninajua kwamba vijana wengi au wa kisasa inabidi waende na hali ya ulimwengu unavyokwenda, lakini wamo wanaomtumikia Mungu, na hao mimi nakwenda pamoja nao. Kwa sababu gani? Wanahudumu, wanamtumikia Mungu, wana kitu cha kutoa. Wapo wanaofanya hiyo kazi, ila sasa unatakiwa unaposikiliza zile nyimbo za sasa, nieleze kitu ambacho ni cha muhimu. Unaposikiliza zile nyimbo unatakiwa uwe na nguvu ya Mungu, kwa sababu unaweza usiambulie maneno ukaambulia muziki ukiwa na roho ndogo ya kiroho. Kuna watu unakuta anaangalia step zinapigwa ndiye anazichukua, lakini neno hachukui, kwa sababu midundo mikubwa sana sasa hivi. Mtu hawezi kuimba bila mdundo wa kutosha.
Kuna makanisa mpaka leo bado yanaimba vile vile, lakini watu wanabarikiwa. Ila hii ya sasa inatakiwa uwe na kilo zaidi, tena namna ya kusikiliza kiroho. Unaweza kaambulia zero. Sasa niambia, msanii gani unamfuatilia hasa kwenye nyimbo zake ambao na kidogo kwa Mbeya hii wengi, yupo kijana wangu huyu Abihudi, wapo akina wapo hawa mabinti akina Mbendera, wapo akina, wako wengi Mbeya, wako wengi, Mwangupili sijui, wako akina, na wasikiliza wengi, tunapenda maneno yao. Wakina Mwasongwe. Mwasongwe yani yule ana original ya kwake, ndio maana ukuta habadiliki. Sasa ile inamfanya awe wa kipekee kwa sababu ana original ya kwake. Ukimwona step yake ni ile ile. Sasa yule nyimbo zake ukimwangalia zinawagusa watu wengi kwa sababu hana kuiga. Wengi unakuta anaanza vizuri lakini baadaye anabadilika. Wenye original ni wachache sana. Ambwene yuko vizuri. Hata juzi alikuwa, ni mwaka jana, nilikuwa navuka boda ya Malawi, nikasikia anahubiri pale Kiela boda. Niliamua kwenda pale. Akaja kunisalimia, baba nashukuru kuja kutuona. Kwa hiyo nikamwangalia, nikakuta bado hana mabadiliko yote, lakini nyimbo zake zina ujumbe kwa sababu anatunga katika roho. Mashairi ya sasa wengi sio ni ya kufurahisha watu, lakini sio ya kusema kumsaidia mtu abadilike afanye nini.